10 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Sabalher msikilizaji, popote pale ulipo, na karibu katika matangazo yetu ya asubuhi. Kwa niaba ya wenzangu, mimi ni Babu Abdalla. DW Habari za Ulimwengu. Msomaji wako ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Rais wa Marekani Donald Trump atangaza Kazakhstan kujiunga na mikataba ya amani ya Abraham. Jeshi la Israel lakamilisha mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya kundi la Hezbollah kusini mwa Lebanon. Na wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan wakubali pendekezo la makubaliano ya amani ya kibinadamu. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza kwamba Kazakhstan inajiunga na makubaliano ya Abraham kati ya Israel na mataifa mengi ya Kiislamu katika hatua kubwa ya ishara inayolenga kuongeza msukumo wa amani ya Mashariki ya Kati. Tangazo hilo limetolewa wakati Trump akimkaribisha rais wa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev na viongozi wa jamhuri nyingine 4 za Asia ya Kati, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan na Kyrgyzstan katika ikulu ya White House mjini Washington hapo jana. Kazakhstan itakuwa nchi ya kwanza kujiunga tangu makubaliano ya awali ya Abraham ya mwaka 2020 wakati Jumuiya ya Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco ziliporejesha mahusiano na Israel. Tel Aviv. Jeshi la Israel limesema limefikisha mwisho mashambulizi dhidi ya maeneo ya kijeshi ya kundi la wanamgambo wa Hezbollah kusini mwa Lebanon baada ya mfululizo wa mashambulizi ambayo yalilaniwa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Jeshi la Israel lilisema vikosi vyake viliyalenga maghala ya silaha kutoka kitengo cha juu cha Radwan cha wanamgambo hao wanaoungwa mkono na Iran, vikilishutumu kundi hilo kwa kujipanga upya kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano. Rais wa Lebanon Joseph Aoun alieleza mashambulizi hayo kama uhalifu mkubwa uliofanywa na Israel. Tume ya walinda amani wa Umoja wa Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, imeyalaani mashambulizi hayo ikiyaita kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa azimio la Baraza la Usalama nambari 1701 na kuonya kwamba hatua za kijeshi zinadhoofisha maendeleo yanayofanywa kuelekea suluhisho la kisiasa na kidiplomasia. UNIFIL imeitaka Israel kusitisha mara moja mashambulizi hayo na ukiukwaji wote wa azimio hilo. Athens. Mawaziri wa nishati kutoka Marekani na nchi za Ulaya wamefanya mazungumzo jana Alhamisi nchini Ugiriki kuhusu jinsi ya kutumia mtandao mpya wa mabomba ya kikanda ulioboreshwa ili kuisambazia vyema gesi Ukraine iliyoharibiwa na vita, huku utawala wa Trump ukitaka kuongeza zaidi mauzo ya nje ya gesi kwenda Ulaya. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright na waziri wa mambo ya ndani Doug Burgum walihudhuria mkutano huo mjini Athens, wakijiunga na zaidi ya maafisa 80 wa Marekani, mawaziri wa nishati wa Umoja wa Ulaya na watendaji kutoka kwa makampuni yanayoongoza ya gesi asilia iliyoyeyushwa ya Marekani. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis alisema jana jioni kwamba Ugiriki ndio kiingilio cha asili cha gesi asilia iliyoyeyushwa ya Marekani barani Ulaya. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Port Sudan. Wapiganaji wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF nchini Sudan wametangaza jana Alhamisi kwamba wamekubali pendekezo la makubaliano ya amani ya kibinadamu yaliyotolewa na nchi 4 wapatanishi: Marekani, Misri, Umoja wa Falme za Kiarabu na Saudi Arabia. Tangazo hilo linafuatia hatua ya RSF kuuteka mji mkubwa muhimu wa El Fasher, ambayo iliondoa jeshi kutoka ngome yake ya mwisho katika eneo kubwa la magharibi mwa Darfur. Serikali inayoungwa mkono na jeshi haikutoa kauli mara moja kuhusu tangazo la RSF. Mapema jana, mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah al-Burhan alisema vikosi vyake bado vinaendelea kujitahidi kumshinda adui. Nairobi.
Shirika la usalama wa baharini la Uingereza limeonya kwamba washambuliaji walivamia na kupanda meli karibu na pwani ya Somalia siku ya Alhamisi baada ya matukio mawili ya hivi karibuni kuzua hofu ya kuibuka tena kwa uharamia. Meli hiyo Hellas Aphrodite inayoendeshwa na kampuni ya Ugiriki ya Latsco Marine Management ilishambuliwa muda mfupi kabla ya adhuhuri na washambuliaji wenye silaha ilipokuwa ikisafiri kwenda Afrika Kusini kutokea India. Umoja wa Mataifa, New York. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepiga kura kuunga mkono azimio la Marekani la kuondoa vikwazo dhidi ya rais wa mpito wa Syria Ahmed al-Sharaa kabla ya ziara yake katika ikulu ya Marekani wiki ijayo Novemba 10. Azimio hilo liliidhinishwa na wanachama 11 wa Baraza la Usalama hapo jana na linasema baraza hilo linaamua kumwachia al-Sharaa aende Marekani. Mwisho wa habari. DW Dunia Yetu leo asubuhi. Baada ya kuisikiliza taarifa ya habari za ulimwengu, karibu sasa katika safu ya uchambuzi ambapo tumekuandalia taarifa kem kutoka kila pembe ya dunia. Utasikia kuhusu yaliyojiri katika mkutano wa viongozi wa Ulaya na Marekani kuhusu namna ya kuisaidia Ukraine kukabiliana na changamoto za usambazaji wa nishati wakati wa msimu wa baridi. Tutaimulika pia Tanzania ambapo waangalizi wa kimataifa wamesema uchaguzi wa Oktoba 29 haukufanyika kwa mazingira ya haki na uwazi. Na ni mwaka mmoja sasa tangu kuangushwa kwa utawala wa dikteta Bashar al-Assad nchini Syria. Je, hali ikoje nchini humo? Makala tuliokuandalia asubuhi hii ni utamaduni na sanaa. Kwanza lakini uchambuzi wetu unaanzia mjini Athens, Ugiriki. Mkutano wa viongozi wa Ulaya na Marekani kuhusu nishati umefanyika nchini Ugiriki, ukiangazia namna ya kuisaidia Ukraine kukabiliana na changamoto za usambazaji wa nishati wakati wa msimu wa baridi kali. Na kama anavyoripoti Josephat Charo, mkutano huo unafanyika katikati ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, ambapo miundombinu ya nishati ya Kiev imekuwa ikilengwa na kushambuliwa kwa mabomu. Maafisa wakuu wa Marekani wamewasihi washirika wa Ulaya jana Alhamisi kuharakisha uondoaji wa gesi ya Urusi kwa kupanua mitandao ya mabomba ya kikanda na kuongeza uagizaji wa gesi asilia iliyoyeyushwa ya Marekani kote Ulaya. Waziri wa nishati wa Marekani Chris Wright na waziri wa mambo ya ndani Doug Burgum walijiunga na maafisa zaidi ya 80 wa Marekani, mawaziri wa nishati wa Umoja wa Ulaya na watendaji wakuu wa makampuni ya gesi asilia iliyoyeyushwa kwa mazungumzo nchini Ugiriki yaliyoandaliwa na Baraza la Atlantiki, shirika la kutoa ushauri wa kitaalam lenye makao yake makuu mjini Washington. Marekani pekee ndiyo inayoweza kuifuta nafasi ya gesi yote ya Urusi barani Ulaya kwa kile tunachokijenga, alisema Burgum, akiashiria nia ya Marekani ya kujaza pengo lililoachwa na kupunguzwa kwa usambazaji wa gesi ya Urusi. Kwa kuwa Ulaya tayari ndiyo soko kubwa zaidi la gesi asilia iliyoyeyushwa ya Marekani, mwelekeo umeelekezwa kwenye kinachojulikana kama ukanda wa wima, njia mpya ya usafirishaji gesi kutokea eneo la kaskazini kuelekea kusini inayounganisha Ugiriki na Bulgaria, Romania na Ukraine. Waziri Mkuu wa Ugiriki Kyriakos Mitsotakis alisema jana Jumatano jioni Ugiriki imebarikiwa na eneo la kipekee sana la kijiografia na ndiyo kiingilio cha asili cha gesi asilia iliyoyeyushwa ya Marekani kuingia Ulaya. Maafisa wa Marekani na Ulaya walisema ukanda huo unaweza kuwa muhimu katika kusaidia Ukraine iliyokumbwa na vita kukabiliana na mashambulizi yasiyokoma ya Urusi dhidi ya miundombinu yake ya nishati. Wright, waziri wa nishati wa Marekani, alikaribisha mipango ya halmashauri ya Ulaya ya kuondoa usambazaji wote wa gesi ya Urusi kwa Umoja wa Ulaya katika kipindi cha miaka 2 ijayo, akisema itazinyima nyenzo za vita za Urusi na kujenga uhusiano unaokuwa wa siku zijazo kati ya mataifa ya Ulaya na Marekani. Asante Josephat Charo kwa ripoti hiyo. Tuvuke mipaka ya Ulaya tuelekea Afrika Mashariki. Tanzania bado ipo kwenye mshtuko kutokana na vurugu zilizoshuhudiwa wakati na baada ya uchaguzi
wa Oktoba 29 ambao waangalizi wa kimataifa wamesema haukuzingatia haki na haukuwa huru. Mamlaka zinakabiliwa na maswali mengi kuhusu mauaji yanayodaiwa kufanywa na vikosi vya usalama. Lakini wakati kwa kiasi kikubwa lawama na hasira zikielekezwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan, wakosoaji wanasema ana washirika wake wanaopaswa pia kubebeshwa lawama. Je, ni akina nani? Ripoti ifuatayo inasomwa studioni na Bakari Ubena. Kilio cha Watanzania na hasa waliopoteza ndugu na jamaa zao kufuatia vurugu zilizotokea kinaendelea kusikika, japo kimya kimya na kwa hofu kubwa. Lawama za mauaji yanayotuhumiwa kufanywa na vikosi vya usalama zinasikika kutoka makundi mbalimbali, tangu Umoja wa Mataifa, mashirika ya kutetea haki za binadamu hadi chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chadema, ambacho kimedai idadi ya waliouawa wanaweza kufikia zaidi ya watu 1000. Rais Samia Suluhu Hassan ndiye kiongozi mkuu wa majeshi nchini Tanzania na bila shaka mwenyekiti wa chama tawala kinachoiongoza nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 50. Chini ya uongozi wake, kabla ya uchaguzi huu, kumetokea ukandamizaji mkubwa dhidi ya wapinzani wake wa kisiasa, ambapo miongoni mwa ukandamizaji huo ni pamoja na kumzuia kiongozi wa chama kikuu cha upinzani Chadema Tundu Lissu kushiriki uchaguzi kwa kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kutoa mwito wa kudai mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Hivi sasa, wakati Rais Samia akiwa ndiye anayelengwa zaidi na hasira za Watanzania, wakosoaji wanasema hayuko peke yake, ana washirika na kwa kiasi kikubwa sio yeye mwenye usemi mkubwa. Jakaya Mrisho Kikwete ndiye rais pekee wa zamani wa Tanzania aliyoko hai, bado ameendelea kuwa na ushawishi mkubwa katika siasa za nchi hiyo tangu alipomaliza muda wake mwaka 2015, na yeye alikuwa chachu ya mageuzi ya uongozi alipofariki akiwa madarakani Rais John Pombe Magufuli mnamo mwaka 2021 na kuingia Samia Suluhu Hassan. Watanzania wengi wanamuona Kikwete kama mtu aliyecheza nafasi kubwa nyuma ya pazia kuunga mkono kuingia kwa Samia na wake mkuu ambaye ni Abdul Halim Hafidh, balozi wa Tanzania nchini Cuba na kiongozi mwandamizi wa zamani wa CCM, alipotezwa na hadi sasa haijulikani aliko tangu kuchukuliwa kutoka nyumbani kwake mwezi uliopita baada ya kumkosoa Rais Samia na kutuhumu kwamba Abdul alikuwa ndiye mkuu asiye rasmi wa idara ya ujasusi. Abdul hata hivyo hajawahi kujibu tuhuma hizo hadharani. Pia aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda naye ni mmoja wa wanasiasa wanaotajwa kuwa na usemi ndani ya CCM. Kwa mujibu wa William Fama, mtafiti kutoka shirika linaloshughulikia masuala ya kutoa ushauri kuhusu Afrika lenye makao yake mjini London, Uingereza, anasema kuna uwezekano mkubwa kwamba Makonda akapewa nafasi ya juu ya uongozi katika serikali ijayo. Na itakumbukwa Marekani iliwahi kumwekea vikwazo Makonda kwa tuhuma za kuhusishwa na ukandamizaji wa wanasiasa wa upinzani. Ni Bakari Ubena na hali halisi ilivyo nchini Tanzania. Kwengineko, waasi wa AFC M23 wamewateua mamia ya mahakimu katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahakimu hao watakuwa na jukumu la kufufua mfumo mzima wa mahakama katika maeneo hayo yanayoshikiliwa na waasi, lakini uhalali na uadilifu wao unatiliwa shaka. Ripoti ya idhaa ya Kifaransa ya DW inasomwa studioni na Najat Omar.
Waasi hao wa FS na M23 wametangaza kuchapishwa kwa orodha ya mwisho ya mahakimu wapatao 378 waliochaguliwa kufuatia tathmini iliyofanywa na tume iliyopewa jukumu la kufufua mfumo wa haki na taasisi za mahakama huko mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, wananchi wameeleza mashaka yao juu ya watu hao walioteuliwa, wakihofia vitendo vya upendeleo, hasa ikizingatiwa kwamba waasi hao ndio wanaohusishwa na sehemu kubwa ya uhalifu uliofanywa katika maeneo yanayokaliwa na Kivu kaskazini na kusini. Christine Chiruza ni mkazi wa Goma. Anasema hatarajii chochote kutoka kwa mahakimu hao kwa kuwa imani katika taasisi za mahakama imetiwa doa. Chiruza ameendelea kuwa wanachoweza kutarajia kutoka kwa mfumo huo wa haki ni kufunguliwa kwa kesi dhidi ya wale wote waliotenda uhalifu na ukiukwaji wa haki za binadamu kuanzia mwezi Januari hadi leo hii, akisisitiza kuwa kwa bahati mbaya hilo haliwezi kutokea kamwe. Kwa hivyo hatutarajii chochote cha maana kutoka kwao mbali na kutatua kesi na migogoro midogo kati ya wananchi. Wakili wa Kongo Pascal Shamavu, ambaye alilikimbia eneo la mashariki mwa DRC kabla ya waasi wa FS na M23 kuliteka eneo hilo, ameeleza pia mashaka yake kuhusu suala la mahakimu hao walioteuliwa na waasi kusimamia haki. Kulingana na mwanasheria huyo, mahakimu hao watalazimika mara kadhaa kukiuka kiapo chao cha kuwa wataalamu wa sheria kwa kuwa watafanya kazi katika eneo lililo chini ya udhibiti wa waasi. Sio tu kwamba vyombo hivi vya mahakama vitakosa uhalali, lakini pia havitaaminika. Watu wanajiuliza ni kwa misingi gani ya kisheria wameteuliwa. Mahakimu walioteuliwa na waasi hawataweza kuwa waadilifu na watakuwa wakikiuka kiapo chao kila wakati ikiwa watalazimishwa na waasi. Huku juhudi za kidiplomasia zikiendelea ili kujaribu kurejesha mamlaka ya serikali kote nchini DRC, mtetezi wa haki za binadamu Pisco Kalimushi anaamini kuwa mbinu hii ya waasi wa M23 haitakuwa na matokeo ya kudumu. Uongozi huu mpya unaokalia maeneo hayo si halali hata kidogo. Kwa maana hii, kila wanachofanya ni cha muda tu na kitadumu kwa wakati huu wakiyashikilia maeneo hayo. Na bila shaka waasi hawa watalazimika kuondoka wakati fulani. Hivyo kila walichounda kinaweza kuvunjwa ili serikali halali iweze kurejesha mamlaka yake. Kimsingi, mahakimu hao watatakiwa kurejesha mfumo wa sheria na haki katika maeneo hayo ambapo kumekuwepo ukiripotiwa mara kadhaa vitendo vya ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Na katika taarifa nyingine iliyogonga vichwa vya habari, ni mwaka mmoja tangu kuangushwa kwa utawala wa kidikteta wa Bashar al-Assad, Syria bado imezongwa na vurugu. Wasiria wanaotaka kulipiza kisasi wanazidi kuchukua sheria mikononi mwao kwa kuwaua wanajeshi wa zamani wa utawala huo na wafuasi wake. Nchini humo, wakazi wengi wanachukua haki mikononi mwao. Ripoti ya Catherine Shaya wa DW inasomwa studioni na Lilian Mtono. Ni mwaka mmoja sasa tangu dikteta wa Syria Bashar al-Assad alipoondolewa madarakani, lakini nchini Syria ripoti za kutisha za vurugu zinazofanywa na walinzi wa kijamii zinaendelea kugubika taifa hilo. Kwa mfano, mwezi Oktoba, washambuliaji waliovaa mavazi meusi waliwaua kwa risasi wanaume wawili katika kijiji chenye Wakristo wengi cha Anas kilichoko mkoa wa Homs. Washambuliaji hao walikuwa wamepanda pikipiki. Baadhi ya wachambuzi walisema mauaji hayo yalisababishwa na chuki za kidini, huku wakitupia lawama serikali mpya ya Syria. Lakini wengine wakaangazia kile kinachotajwa kama mabaki ya utawala wa Assad wanaotaka kuchochea migogoro ya kijamii. Na baada ya uchunguzi zaidi, ilibainika mmoja ya waliouawa ni mwanamgambo mwenye uhusiano na Assad, ambao wanadaiwa kuoa karibu watu 700 wakati wa vita vya miaka 14 vya wenyewe kwa wenyewe nchini humo. Kulingana na gazeti la Syria la Enad Baladi, vijana wengine huko Anas walikuwa upande wa Assad katika vita hivyo, huku kijiji kingine cha Kalat kinachopakana na Anas kikiwa upande wa wanamapinduzi wanaoipinga serikali ya Syria. Ni kwa maana hiyo basi uwezekano ni mkubwa kwamba mauaji hayo yalikuwa ni ya kulipiza kisasi. Ghasia za walinzi hawa wa kijamii nchini Syria zinaongezeka. Katika wiki mbili za mwisho za mwezi August, mwangalizi mmoja alikadiria kwamba 36% ya zaidi ya vifo 70 vya nyakati za machafuko vilitokea kwa mauaji ya kupangwa ama mashambulizi yaliyofanywa na walinzi hao.
Tangu utawala wa Assad ulipoondolewa madarakani Disemba mwaka 2024, serikali mpya ya mpito imeahidi kuwafikisha mbele ya sheria washirika wa utawala huo, wakiwemo watu waliofanya uhalifu wa kivita na ukiukwaji wa haki za binadamu. Rais wa mpito wa Syria Ahmad al-Sharaa tayari amekutana na viongozi wa kijamii akiwaomba watu wawe na subira, anasema Gregory Waters kutoka taasisi ya sera za mahusiano ya kimataifa ya Atlantic Council yenye makao yake nchini Marekani na ambaye anafuatilia mzozo huo wa Syria. Hata hivyo, watu wanaikosoa mikutano hiyo wakionekana kutokuwa na subira, huku wakihoji watasubiri hadi lini, ameongeza Gregory. Serikali ya Syria pia imewasamehe watu wengine waliohudumu katika jeshi la Syria, ikisema ni wale tu walio na damu za Wasiria mikononi mwao ndio watakaoadhibiwa kwa uhalifu wa jinai. Hadi sasa serikali ya mpito ya Syria inaonekana kana kwamba haijafanya juhudi kubwa kushughulikia tahadhari inayotolewa dhidi ya wale wanaohusishwa na utawala wa Assad. Lilian Mtono anatutoa nchini Syria. Turudi tena barani Afrika. Katika miaka ya hivi karibuni, bara hilo limekumbwa na shinikizo kubwa la maandamano ya vijana maarufu Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa yakibeba ujumbe wa vijana kupinga mifumo ya kiutawala, hali ya kiuchumi, haki za binadamu pamoja na matumizi ya rasilimali. Maandamano hayo ya vijana yamekuwa yakifanyika katika mataifa yenye utajiri mkubwa wa rasilimali za asili, hususan madini. Wataalamu na wachambuzi mbalimbali wanasema Afrika inahitaji kutazama upya namna inavyoweza kufaidika na rasilimali zake. Ripoti ya Ni Chong Haile na Kim Harrisburg inasomwa studioni na Doto Bulendu. Kuibuka kwa maandamano ya vijana katika baadhi ya mataifa barani Afrika kunatajwa kusukumwa zaidi na ukuaji wa teknolojia, hususani mitandao ya kijamii ambayo imerahisisha uratibu na muunganiko wa vijana katika maeneo mbalimbali kujadili mustakabali wao na hata kutathmini utendaji wa serikali zao. Makundi ya vijana kwa kutumia mitandao ya kijamii yamekuwa yakijadili namna rasilimali za ndani za mataifa yao zinavyotumika, huku wengi wakilalamika kuishi katika umasikini katikati ya utajiri mkubwa. Afrika ina karibu 30% ya hifadhi za madini duniani, ikiwa ni pamoja na cobalt, lithium pamoja na nickel, ambapo kwa mujibu wa shirika la nishati la kimataifa linasema mahitaji ya lithium yanatarajia kukua mara 5 ifikapo mwaka 2040, huku yale ya grafiti na nickel yakitarajia kuongezeka maradufu. Nayo mahitaji ya cobalt yakitarajia kuongezeka kwa 50 hadi 60 ifikapo mwaka 2040. Wataalamu wa uchumi wanasema ili Afrika iweze kunufaika na mahitaji ya madini yake duniani, haina budi kushughulikia suala uhaba umeme, upungufu wa ujuzi, vikwazo vingi kwenye biashara pamoja na uwezo mdogo wa viwanda vya ndani. Afrika inahitaji kujenga minyororo ya thamani ya ndani ambayo inaunganisha uchimbaji wa madini, uchenjuaji na uvumbuzi, na hii inakwenda sambamba na mabadiliko ya uchumi unaojali mazingira, anasema Han Baseda, mwandamizi katika taasisi ya Feroz Lajili ya Afrika, ambaye pia ni mchumi na profesa msaidizi wa chuo kikuu cha Wits. Zimbabwe ni mzalishaji mkuu wa lithium barani Afrika, ambapo katika siku za hivi karibuni imekuwa ikizishawishi kampuni za uchimbaji wa madini kuchakata madini hayo ili kusaidia kujenga uchumi wa taifa hilo. Hata hivyo, wachumi wanasema bila kujenga mnyororo wa uchumi, Afrika haitanufaika na utajiri wake, kama anavyosema Beseda. Afrika ilizindua eneo huru la biashara AfCFTA yenye lengo la kuunganisha watu wote wapatao bilioni 1.4 kutoka mataifa zaidi ya 50 na kuwa na soko moja kwa ajili ya bidhaa na malighafi za ndani. Vuguvugu la kundi la vijana maarufu Gen Z limekuwa likisambaa kwa kasi barani Afrika, huku wakiweka shinikizo kwa serikali zao kutaka nao wanufaike na utajiri wa ndani wa mataifa yao. Ripoti ya Doto Bulendu inatukamilishia safu ya uchambuzi. Sasa ni zamu ya makala. DW Utamaduni na Sanaa. Mauti huibua vilio, wasiwasi miongoni mwa hali nyingine za kuomboleza, huku mila na tamaduni zikichukua nafasi yake katika harakati za uombolezaji.
Jamii mbalimbali nchini Kenya huomboleza katika hali tofauti tofauti. Miongoni mwa jamii hizi ni ya Wajaluo wanaopakana na ziwa Victoria, eneo la Nyanza magharibi ya Kenya. Ni jamii yenye mila na tamaduni nyingi zenye fahari ya mababu, kizazi cha sasa na kijacho. Hii leo makala ya utamaduni na sanaa tunaangazia baadhi ya tamaduni hizi, hususan zinazotawala harakati za maombolezi. Ninaye kukaribisha ni mimi Musa Navie. Katika mila ya jamii ya Wajaluo, hatua mbalimbali za maombolezo huzingatiwa na wanajamii kumwomboleza marehemu. Miongoni mwa taratibu hizi ni mfumo maalum wa kutoa taarifa rasmi ya kifo cha mhusika kwa wanafamilia maarufu kama Teroiwak, ambapo mke au ndugu wa marehemu hupeleka kilio kijijini kama ishara ya kuwafahamisha wanajamii au wanakijiji kuwa kijana yao amefariki. Mtaalamu wa tamaduni Jotham Ajiki Ondu, naibu katibu mratibu baraza la Wajaluo kiwango cha kitaifa nchini Kenya, anasema inasisitizwa kwa mke wa marehemu kutekeleza wajibu huu, ila inapotokea kuwa mwanamke hayuko katika nafasi ya utekelezaji, mila inampa ruhusa ndugu yake marehemu kuwajibika. Teroiwak ni kupeleka nduru na kupiga mayowe ya kuwa tumepoteza. Huwa inapelekwa na bibi, hazo sana sana bibi. Hutokea labda hata bibi yake ni mgonjwa, utafanya nini? Labda ameshikwa na jambo fulani, utafanya nini? Sasa kwa niaba yake lazima apelekwe maneno. Kilio hiki ambacho huwa kimebeba ujumbe mkubwa kinazingatia wakati gani huanza kupigwa hadi wapi, miongoni mwa matukio mengine ya kualika jamii kujiunga pindi mjumbe anapofika kijijini na katika boma la marehemu. Unaenda tu mpaka kijiji. Unapofika karibu, unaanza kupiga nduru ukienda ndani ya nyumba, alafu unatoa nduru kutoka kwa nyumba ambayo iko kwa boma, nyumba ya yule ambaye ni marehemu. Na wajua walikuwa wanakuwa na mabibi wengi, lakini sasa bibi wa kwanza ndio anatoa hiyo. Hakuna mtu atapiga nduru nje ya boma hii. Ajiki ambaye ni mzee anayeongoza maombi na shamra za kimila na tamaduni katika hafla za kitaifa zinazojumuisha jamii au viongozi wa jamii ya Wajaluo, anaeleza kuwa mila zinazohusiana na kifo ni nyingi, ila inayofuatia baada ya kupeleka kilio ni ile ya teruburu. Katika mila hii, wazee wa kijijini kwa marehemu hufungulia mafahari wakubwa na kuwaelekeza katika boma na hadi kwenye nyumba ya marehemu. Ng'ombe hawa huwa wamepokea mafunzo ya tamaduni hii kitambo, shamra za kukimbizana na ng'ombe hao zikiwahusisha vijana wenye nguvu. Na huwezi kupeleka tu ng'ombe hivi hivi. Ng'ombe kubwa ile ambaye ni zaidi ya zingine zote ndio unapiga. Ukienda naye kwa boma huko, unajisifu, unamuita majina ng'ombe yako, alafu unaingiza kwa boma na kwa nyumba ile ambaye marehemu iko, unawacha ng'ombe hapo ndani. Na ng'ombe walikuwa wamefundishwa, kiingia huko anajua ni muda gani anakaa. Baada ya siku 4, familia ya mwanamume aliyefariki, hasa mke na watoto, hutekeleza mila kadhaa, nyingine zikiwemo kunyoa nywele kwa wanafamilia na baadaye kuondoka katika boma la mzee ili kurejea makwao endapo ni watu wazima wenye nyumba zao. Endapo ni mwanamke, shughuli zake hufanywa baada ya siku 3. Hata hivyo, mila na tamaduni hizi zinaendelea kufifia. Musa, tuokoe mila yetu, tujaribu kufafanua mambo yetu ya zamani kama vile nazungumza na wewe sasa. Kama unapenda, mwingine atapenda. Msikilizaji, hadi hapo nafika tamati ya makala Utamaduni na Sanaa, ambapo tumeangazia baadhi ya mila na tamaduni za jamii ya Wajaluo. Jina langu ni Musa Navie. Kwa heri kwa sasa. Na kwa nukta hiyo ndipo tunapokamilisha matangazo yetu leo asubuhi. Asante kwa kujiunga nasi na kualika tena kuanzia saa 7 kamili kwenye dunia yetu leo mchana. Kwa niaba ya mwenzangu waliosikika, mimi ni Babu Abdalla. Asubuhi njema. Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi.
Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini. Asante sana pote pale ulipo msikilizaji. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili, ambapo tumepokea taarifa kupitia washirika wetu, shirika la DW. Tupokee Kiziba Mkonga, alafu baadaye hicho kibao ndakuchezea tu, sio na shaka, ukiwa mtenda mabaya ya Karoli sura mbaya, ndakuchezea hicho kibao baadaye. Kwenye mahusiano na ndoa, matokeo yana nguvu zaidi kuliko nia. Hata ukijitetea kwamba nia yangu haikuwa mbaya, kama matokeo ni mabaya, basi umeshaharibu. Inabidi usijitetee. Umefanya makosa, basi ni tofauti zetu ndizo zinafanya dunia inafurahisha kuishi humo duniani, na ni hizo tofauti zetu zinazofanya dunia ikawa chungu kuishi. Inategemea unaamua kuwa upande upi. Maisha ni maamuzi. Amua vema. Maisha lazima yana mabadiliko. Hamna kitu aushi duniani ila mabadiliko. Na hicho ndicho